kwa kile ambacho Yanga wamekisema hawatakwenda uwanjani, hawatacheza hii mechi. Kanuni ya 31 ya ligi kuu kutofika uwanjani. Nasikiza vizuri? Inasema timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila ya sababu za msingi zinazokubalika kwa TFF pamoja na bodi ya ligi au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatazo. Kifungu cha kwanza, kutozwa faini ya shilingi milioni 5, ambapo shilingi milioni 2.5 litachukuliwa na bodi ya ligi kuu na shilingi milioni 2.5 italipwa kwa timu pinzani. Sawa. Kifungu cha kwanza nukta 2 kinasema kulipa fidia ya maandalizi ama uharibifu wowote unaweza kujitokeza, kupokwa alama 15 katika msimamo wa ligi na viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi za kinidhamu. Endapo timu itakuwa na alama pungufu ya 15, itakuwa na alama hasi kwa kiasi kinachopungua kwenye msimamo wa ligi. Endapo timu itamaliza msimu wa ligi ikiwa na alama hasi, itaanza na alama hizo hasi katika msimamo wa ligi kwenye msimu unaofuata wa ligi ya hadhi yake. Umeelewana? Na kwa kesi hii ya Yanga, na maana bado watakuwa na hadhi ya ligi kuu. Sio bwana? Endapo hizo pointi zikipotea. Hata zikiondolewa 30. Hao nimekosea. Zikiondolewa 30. Ni sawa. Hizi tunazungumzia 15 hapa. Ni sawa. Kwenye michezo ya hatua ya mtoano, timu iliyokosa kufika uwanjani katika mchezo wa mkondo mmoja, sasa hii ni kwenye mechi zile za mtoano, kwa maana ya playoff zile ambayo haihusu Yanga. Lakini tukiendelea mbele huku inasema kiongozi yeyote atakayebainika kushiriki, alishawishi au alikuwa chanzo au sababu ya timu kutokea uwanjani bila ya sababu za msingi atafungiwa kwa kipindi cha miezi 12, ambao ni sawa na mwaka mmoja. Inaweza kukabiliwa na adhabu zaidi kama ambavyo TFF na bodi ya ligi itahitaji kuchukua hatua zaidi kadiri itakavyoona inafaa. Kwa hivyo ile mechi 15 alama 15 na adhabu nyingine zinaweza zikaongezeka kutokana na vile TFF pamoja na bodi ya ligi itaona inafaa. Timu ya ligi kuu itakayoshindwa kufika kituoni katika michezo mitatu ya ligi bila sababu za msingi zinazokubaliana, hii wahusu Yanga. Wao wanasema mechi ya dabi peke yake. Bwana Magine na Nasiri, mmesikia kanuni ze? Kwa hivyo kila kitu kiko wazi hapa kwenye kanuni kwa adhabu ambao watakutana nao Young Africans kama hawatafika uwanjani kwenye mechi hiyo ya dabi. Binafsi mimi nilishaongea sana. Kwa sababu hili sasa wamethibitisha hawatacheza. Mimi bwana sijinkaonekana bure, yani nagubu yani kama vile la ukweni. Unagubu kama la ukweni. Kwa sababu watu wataanza kusema Mpangile sasa unaturudisha nyuma. Sasa mimi bana sitaki kuonekana nagubu. Kwa sababu yani bana wewe unaona umekuwa kama samaki, machozi yako yanaishia kwenye maji. No, yani ni kwa sababu umeshaweka misimamo yako wazi kuanzia mwanzo tunazungumzia. Maana hii tayari wameshaipangia tayari tarehe. Imeshapangiwa tarehe, timu zitakazo kufika uwanjani. Unajua kwa lugha nyepesi ni nini? Kilichotokea mara ya kwanza yani family life tunafunika kombe mwanaharamu apite. Kwa sababu nakumbuka ilikuwa ni katika swala zima la kwenda kufanyia uchunguzi na kutoa majibu halafu kupangia tarehe. Na badala yake tulichokiona ni tarehe tu ya dabi, lakini majibu, kwa hiyo uchunguzi ule haukufanyika na majibu pia hayakufanyika. Kwa mtu tu wa kawaida tufanye labda tuchukulie labda huyo mtu labda sio Mtanzania, ni mfuatiliaji wa mpira tu, anaweza tu labda akakuuliza hivi mwana hivi Ahmed, hivi ile mechi ya kwanza sababu ya kufanyika ni nini? Yani ile tarehe ile ya mara ya kwanza hivi haikufanyika kwa sababu iliahirishwa. Sababu ndio jibu langu. Kwa sababu gani? Kwa sababu bodi ya ligi na TFF wanahitaji muda zaidi wa uchunguzi kuangalia nani alikosea. Kwa hiyo wamefanya, haijafanyika bado mpaka sasa hivi. Afu wamepanga tarehe nyingine. Ukipanga tarehe nyingine maana yake nini? Kwamba umeshamaliza ile hatua ya mwanzo uliyosema unahitaji, ambao pia itahitaji majibu
Yaani watu watahitaji majibu. Ambaye majibu yako wapi na yanatoka lini? Wewe umetoaje? Sasa mbona mmeniweka kwenye kiti cha bodi ya ligi tena? Mimi ni mdau, mnaniuliza maswali hayo. Kwa sababu una flow vizuri, tunaenda vizuri. Si ndio habari? Kwa sababu mimi binafsi yaani sitaki kufanya yaani watu niwaweke kikangoni au nini. Lakini kilichotokea siku ile ni kuchafua taswira ya mpira. Kwa yoyote aliyefanya kwa makusudi ama kwa bahati mbaya kwa vipi, mimi ninachohitaji ni accountability. Uwajibikaji. Exactly. Uwajibikaji hapa naongea. Unajua mtu ukiandika uwajibikaji ni kama vile unataka unasema labda mtu kazi afutu. Uwajibikaji maana yake maelezo. Sababu kwa nini? Okay, sababu namba 1 mechi haikufanyika hii, sababu namba 2 hii, sababu namba 3 hii. And then tunazipima hizo sababu ni kweli zina mashiko kupelekea mechi isifanyike. Kwa sababu ukishanipeleka kulipangia tarehe nyingine, tumepanga tarehe nyingine, manake ile kwamba ndo tumefunika yani hakuna chochote kinachoendelea. Kwa tuna set precedent ya namna gani? Yani tunatengeneza sasa yani muundo, yani labda mtazamo wa namna gani kwamba tuko okay next time itokee tena kama hivi, alafu tena tutabidi tunywe maji, alafu tutapanga tarehe nyingine. Kwa bahati mbaya sana inaweza ikawa ndo utaratibu wetu. And the football haipaswi kuwa hivyo. Kwamba ni watu wanaweza tu wakajisikia tena mwaka mwingine, mwaka kesho kutwa ikafanyika, kwa sababu hivi tarehe iliyopangwa mechi ikifanyika watu watasema kumbe kuna uwezo wa kufanya hiki, alafu hakutokuwa na accountability, alafu tutapangiwa tena siku nyingine. Next time mtu akifanya hivyo ukimwadhibu atakwambia una double standard. Kwa nini yani kile kufanyika kule? Kwa bahati mbaya sana hata watu ambao nitakuja kuwataja au wakifanya wanajua kabisa yani hawana huo uwezo na hakuna mtu atakayemtetea. Imagine labda hivi anafanya Dodoma pamoja na Pamba. Hakuna watu watakaowatetea, hakuna chochote, watapata adhabu siku husika na shughuli itaisha. Na hata kama sio siku husika, majibu yatakuja labda tu kwa wiki 2, 3, 1, hata tu saa hizo 72 yatakuja majibu, bwana wewe Pamba, wewe Dodoma, wewe ulifanya hivi na hivi, bam bam bam. Hivi tukirudi kwenye kesi ya Yanga na bodi ya ligi pamoja na shirikisho la soka Tanzania, ufikiri tumefikia kwenye hatua ambayo kinachotokea sasa hivi ni kutunishiana misuli, yani nani ana ubavu zaidi ya mwenzake? Kwa sababu gani? Kwa namna ambavyo kanuni zinaeleza, kwa malalamiko yoyote yale ambayo pengine timu ilikuwa nayo kabla ya mchezo ama wakati mchezo unaendelea, pengine ilipaswa kuyapeleka moja kwa moja kwa bodi, kwa wasimamizi wenyewe wa mchezo, sio? Lakini hayo kama wanavyosema waliyafanya Simba kwa upande mmoja, si ndio? Wakati huku Yanga walibidi wapokee tu mrejesho wa kile ambacho Simba wamekilalamikia kwamba huu mchezo hautachezwa kwa sababu 1, 2, 3. Akatunisha misuli Yanga. Si kiongozi wako akakwambia anayekusimamia, sio? Hii mechi haipo, ukaenda uwanjani. Wewe unapiga hesabu zako kwamba hii mechi ipo. Kwa hiyo toka mwanzo pale kulikuwa kuna kila dalili za nani anaonyesha na ubavu zaidi ya mwenzake. Tukaendelea mbele. Kwa malalamiko yoyote yale yalipaswa yaelekee wapi? Katika hao wasimamizi, kwa maana ya bodi ligi pamoja na TFF. Yanga wakufanya hivyo, wakaenda CAS, wakawavuka wote hao, sijui umenielewa. CAS kule wamepitia, wakaona haina mashiko kwa sababu kuna ngazi zilirukwa. Rudini huku kwanza chini kabla hamjafika juu. Yanga anasema sina imani na wanaonisimamia au wasimamizi wenye mamlaka sasa na mpira wenyewe. Hebu vaa viatu wewe baba, mtoto wako ana imani na wewe, kwa sababu anaweza kufikia hatua akwambia wewe sio baba yangu. Kama mzazi unachukua maamuzi gani? Ndio scenario hiyo. Umeona sasa? Yaani ameshataja moja kwa moja kwamba swala la si wewe sina imani, wewe una dhuluma. Lionel mwanao anakuambia hivyo, wewe unamsimamia. Anakwambia mzee vipi? Una imani na mimi. Wewe mzee, wewe uniambi chochote.
Sasa sikuelewi na sina imani na wewe. Inawezekana hata sio mzazi wangu. Haya majibu na atoa ni kwa Lionel, kwa sio wewe. kwa sema yadilio jamani. Nakupa sasa hivi. Yani nitakata, nitafunua, yani Kwa hivyo alichokifanya Yanga kama kosa, inawezekana pia kuna namna bodi ya ligi wanaweza pia wakawa wanafanya. Yaani hii hatua ambayo sisi tunaisubiria pengine ingetoka nao wameiruka. Na sisi tuna mamlaka. Si umeelewa? Si mko mnasubiri majibu ya uchunguzi. Tatizo limejulikana ni lipi, nani anaadhibiwa, nani alikosea, nani hakukosea, na sisi tunairuka hili. Tunapanga tarehe ya mechi. Ndio ninachokiona hapa. Kutunishiana misuli. Nani ni mbabe zaidi ya mwenzake? na football haipaswi kuwa Haipaswi kuwa hivi. Yaani haipaswi kwamba nani mbabe kuliko mwenzie. Nani ni Sababu mbabe wote zaidi ya mwenzake? Na mbaya zaidi Exactly. ni kwamba tunafuatiliwa sana na tayari hii unaweza kusema kwamba tunaingizia mpira doa. Mpaka tunapozungumza. Wajua sio hii nani mbabe tu labda kwa hao. Watu jua wanaona kama hili jambo labda wanaohusika ni pande hizi tatu tu. No. Hii jambo wanahusika na timu zingine zote zilizobaki zile 10 na ngapi? Ukitoa Simba na Yanga 14. Sababu wengine labda bajeti yao walishapanga, si tunamalizia tarehe 25 tu. Unawapeleka mpaka Juni huko tena. Kwa nao kuna waathirika wengi sana hapo wa timu hizi zingine hizi. Sasa kwa asili ya vilabu viwili vikubwa vikongwe vya Tanzania ni ubinafsi. Ndio asema yani ndio wasemaje mpira yani kila mtu ni binafsi. Yani najua tu hapa tasikia wasema bwana Simba na Yanga ndio kila kitu. Basi wao wanacheza na wenyewe tu kila siku. Kwa nini wanahitaji timu zingine hizi tena pia? Ndio ligi hili pia ikamilike. Maana inaonekana wengine kama wasindikizaji. Kwa hata wengine pia watakuwa katika hili kwa sababu walishapanga bwana si ikifika 25 tumemaliza mipango yetu ya pre-season ya usajili baba. Ina maana katika hili pia hata vilabu vingine 14 vilivyobaki vina sauti ya kulizungumzia hili kwa mustakabali wao pia. Wajumbe hao, yani zinapotungwa kanuni nao wanahusishwa, ni wajumbe hao pia. Kwa nao pia ni watakuwa wanaona mbona na sisi tuapigwa daadana, yani ratiba tuliambiwa ligi inaisha 25. Sasa hivi tunapelekwa mpaka huko Juni huko na bado inabidi tusiseme chochote tu, inabidi tu comply hivyo. Yani hatuna sauti yoyote ya kusema. Can you imagine ingekuwa labda the other way around, yani wanakuambia wewe mimi na maiza ligi 25 unanipeleka mpaka huko, sikubali. No.